yapo yanaendelea kule Irani. Na nilikuwa nikiona hapa kwenye mitandao taarifa inayosambaa kwa sasa ni mashambulizi ya Marekani kufanya mashambulizi dhidi ya Irani, lakini Irani pia yenyewe imesema tayari imeshashambulia maeneo 85 ya kijeshi ya Marekani nchini Kuwait na Bahrain. Sasa kule Irani tunaye mwenzetu Godfrey Mchungu. Wanarudi kwanza. Sasa leo sija sema mashallah au takuwa amekaa sehemu. Leo atasema ala. Mchungu, habari za wakati huu? Karibu sana, tuna dakika chache za kuzungumza na wewe. Hichi ambacho kinaripotiwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na mashambulizi ya pande mbili, wewe upo huko, kinazungumzwaje? Ni kweli kabisa kwamba jana Iran iliweza kushambulia meli katika eneo la mlango bahari wa Hormuz. Unafahamu kabisa kwamba mlango bahari wa Hormuz imekuwa ni eneo la mapigano kwa kipindi kirefu. Ni mahali ambapo kumekuwa kuna mapigano makubwa sana ambayo yamekuwa yakijaribu kuvuta upande katika maeneo yote. Kwa hiyo jana Iran iliweza kushambulia mojawapo ya meli katika upande wa Bahrain, kwa sababu unafahamu kabisa kwamba eneo la bahari wa Hormuz linapakana kati ya Irani pamoja na Bahrain. Kwa sasa kitendo kile kinaweza kuwapelekea Marekani kuweza kusema kwamba kama Irani anavunja hizo zinazoitwa taratibu za mazungumzo, makubaliano. Na tukio hilo limetokea baada ya vuta ni kuvute katika mlango bahari wa Hormuz. Lakini kumbuka kabisa kwamba hapa nchini Iran kuna miji zaidi ya 32. Kwa hiyo mashambulio moja yanapotokea haimaanishi kwamba imekuwa ikipigwa katika eneo zima. Sisi huku tupo katika mji wa Tehran, ni mbali zaidi, wao wako katika maeneo ya kaskazini. Lakini zaidi sana tumemwona Dr. Masoud Pezeshkian, rais wa nchi wa Iran, ndio nafahamu alikuwa ameshaelekea kule katika maeneo ya Iraq. Kwa hiyo amerudi vile vile katika nchi ya Iran kuweza kuendeleza kinachoitwa mazungumzo. Kwa hiyo mashambulizi yao yalikuwepo miongoni mwa Marekani pamoja na Israeli katika huo mzozo wa kimataifa wa mlango bahari wa Hormuz. Na yanapotokea mashambulizi kama hayo, nyinyi ambao mpo Teherani, kuna namna taarifa zinawafikia, kuna namna, kuna tahadhari zinachukuliwa, au ni mashambulizi ya kawaida wananchi wamezoea? Nikwambia sawa, Irani ni mbali sana. Nilikuwa nakuuliza kuhusiana na Teherani, mkiwepo katikati ya mji kama hapo, mashambulizi kama haya ambayo yanatokea mbali na eneo hilo, kuna namna tahadhari zinachukuliwa? Ni kweli, unajua usalama umeimarishwa na yamekuwa yakipiganiwa. Kuna maeneo ya kimkakati, sio maeneo yote ya kiraia. Imekuwa ni maeneo kama nilivyosema, mlango bahari wa Hormuz, maeneo ya majeshi. Kumbuka kabisa kwamba nchi ya Iran majeshi yao yamekuwa ni decentralized, yani hajakuwa centralized, yamegawanyishwa zaidi ya miji mizima. Nchi ya Iran ni nchi kubwa sana, ni nchi kubwa kuliko nchi zote katika ukanda wa Mashariki ya Kati na nchi zote za West Asia. Kwa sasa unaposikia kwamba mapigano ni katika mlango bahari wa Hormuz, maana inakuwa ni maeneo ya mbali kabisa huko ya kaskazini. Lakini sisi huko tulipo ni katika mji wa Tehran, na Mungu akipenda nafikiri kesho asubuhi tutaanza safari kuelekea Uturuki na baadaye jioni tutapanda ndege kuja Dar es Salaam. Wala Mchungu, shukrani kwa update hizo. Ndio nitaka nifahamu hilo la malo linaripotiwa kwenye mitandao, kwa sababu bado upo huko, nikasema si Mchungu atueleze kile ambacho kinaripotiwa pia huko. Kama salama basi salama, tunashukuru. Huko bado ni mashallah. Sasa Mchungu. Huyu hapa Mengele bado. Mchungu. Najua kesho ni tarehe 9 ndio siku ya maziko ya Khamenei. Ndio. Baada ya hapo nadhani kilichokupeleka huko kitakuwa kimeisha. Usisahau kurudi na manukato. Miezi mingi. Manukato bwana, ile ukipuliza na kama miezi mwaka mzima. Na maana najua huko lazima, ulisema ni moja kati ya zawadi ambayo utatuletea. Ndugu yangu, huko kuna manukato mazuri na kuna wanawake wazuri ambao hujekutana nao. Mashaallah. Upate namba, usisahau kuja nayo namba, lakini manukato ni zaidi. Huyo ni Godfrey Mchungu, tulikuwa tukizungumza naye hapa kutoka. Tumesikia kuhusiana na hiyo, ndio watu wengi wamekuwa hawaelewi. Ukisikia Irani imeshambuliwa, kuna maeneo ya kimkakati ambayo hawa mapigano yapo. Umesikia mlango bahari wa Hormuz na Tehran mbali kabisa. Tehran maisha yanaendelea. Kuna maana huku maisha mengine yani kama tu ilivyo Kongo. Ukisikia Kongo si yote imepigwa. Sasa ni maeneo ya interior sana ndio ambayo yamekuwa yakishambuliwa. Yani mtalie Lubumbashi
anautazama mgogoro wa mashariki mwa Kongo kama ambavyo sisi tunatazama hivi yanayotokea Iran. Sio jambo linalomhusu sana, mbali sana. Jambo linalomhusu. Japo ni eneo lile lakini yani sasa hivi ukaambiwa labda tatizo limetokea Kimbiji. Kwa mfano, Nyuko mnakuwa maisha yanaendelea. Nyuko life linaendelea kama kawaida. Sana. Sawa bwana, hizo ni updates kadhaa ambazo tumekuwa tukikupa. Kama wewe pia una maoni yako unaweza ukatuandikia bwana kutokea 068380 anasema nawapata vizuri. Anaitwa Mshimba Dude au Kolelo wa Sangwe Kanali. Anatupata vizuri, anasema niko na nyie mpaka tamati. Asanteni kwa taarifa. Slim Yusuf wa Gongo la Mboto, Dar es Salaam, hali ya hewa ni shwari, tunawapata vizuri sana hapa mjini. Haya bana. Ridhiwani yuko Singida pale, na yeye pia anasema kiukweli nimewakubali sana kaka zangu hapo kwa miaka ya hivi karibuni kwa Tanzania hii. Kiongozi aliyeweza kufikia wanachoongea kaka zangu hapo alikuwa ni hayati Magufuli. Mtazamo wake sasa. Mtazamo wake. Viongozi wanaozungumza tumeongea humu studio. Tumeongea yapi? Basi tunapokea bwana, tunashukuru sana bwana, ingawa hatujui tuzungumza. Tumezungumza nini bwana? Tumezungumza mara nyingi hao viongozi huwa wanajiweka wenyewe madarakani. Tungewachagua wasingefanya haya wanayofanyia watu hapa Afrika. Nauma sana. Anaitwa Safe Chilo. Nataka nijiulize viongozi wa wapi, kwa sababu kama Tanzania uchaguzi ulifanyika. Asubuhi njema pamoja sana studio. Anaitwa Gogogo Mandela Super Mkerewe wa kwanza kuzungumza lugha ya Kilingala. Bana we. Anasema anatufuatilia sana. Asante sana bana. Sisi bana tupo na tukirudi itakuwa ni time nzuri kwa ajili ya news update. Kibiashara zaidi itakuwepo hapa na dondoo za michezo baadaye zitakuwepo. Kwa hiyo yale yote ya kiufundi ya michezo utayapata baadaye huko. Jeff wa Musoma anasema nadhani mechi kati. Dondoo zinakuja baadaye jamani, msio na hasira na mechi. Watu wana hasira sana. Naitwa Janet kutoka Goba. Mimi anazungumzia ile issue ya lenzi. Sasa natamani nisome kwa sababu naona ni nzuri afu tulisahau kuisoma. Anasema mimi nimeolewa na miaka 22. Mume wangu amenioa akiwa na miaka 22. Mimi nikiwa na miaka 18. Alinipa ujauzito kwanza ndo akanioa. Ila mpaka leo tupo kwenye ndoa miaka 10, tuna watoto wawili. Sasa na tunaishi kwa amani sana. Mimi naona ni akili ya mtu tu na kumweka Mungu mbele kwa kila jambo. Miaka 10, watoto wawili. Miaka 10 watoto wawili. Tunarudi kwenye hoja ile ya maturity ya kiakili, kiumbo, kifedha, kiuchumi, na kihisia na kadhalika. Lakini pamoja na vitu vyote wewe ambaye kwa sasa unatusikiliza, uwe ni mpambanaji wa namna gani, unatusikiliza kwenye chombo cha usafiri, upo nyumbani, uko wapi, chochote ambacho unakifanya katika maisha yako, kwenye ndoa, maamuzi yoyote ambao unataka kuyafanya, pamoja na kumuomba Mungu na kila kitu, lakini kumbuka unapambana na wewe mwenyewe. Ni wewe dhidi ya wewe. Ukiweka wewe dhidi ya mtu mwingine, you will die my friend. Kwisha habari yako. Kiweka wewe dhidi ya mtu mwingine, kwisha habari yako. Die. Kwamba ukiwa unashindana na mtu ambaye itafika muda utasema nashindwa kuelewa. Sio unashindwa kuelewa. Kuelewa unaelewa, lakini wewe umetaka kupambana na mtu mwingine. Jipambane wewe na wewe mwenyewe. Utafika mahali utamande mbengo na enche zifunguke. Lazima kufungoha. Bwana, sisi tutarudi hapa kwa ajili ya news update, ndio ipo tayari kwa ajili yako. Lakini pia yako mengi yanakujia baadaye. Dondoo za michezo pia zitakuwepo. Kwa wale ambao mnatuma jumbe nyingi kuhusiana na yanayoendelea kwenye michezo, niwakumbushe tu kwamba baadaye huko kule mwisho